Mwenyezi Mungu, tunasimama kwenye uwepo wako katika jioni hii, Mungu wetu, tukijua kwamba tunakuhitaji na tunajua kwamba wewe pia una kusudi na sisi. Una jambo unataka lifanyike katika maisha yetu, una jambo unataka litokee kwenye maisha yetu na kwenye kanisa lako katika ujumla wake. Kwa hiyo tunaketi mbele zako ili kwamba tukusikie unapotuelekeza, unapotupa maelekezo, maagizo, matakwa ulionayo kwa ajili yetu na kwa ajili ya kutuleta katika hali ya uamsho. Ninaomba katika mamlaka ya jina la Yesu, ukanitie mafuta tena jioni leo, ukanipe neema, ukanipe nguvu, ukanipe ufunuo na mamlaka katika kunena, nguvu katika kunena na uweza wa Mungu katika kunena, ili ya kwamba nilete makusudi yako. Na tutapokwenda kuomba tuwatamie kwa Roho yako Mtakatifu. Hatuwezi bila wewe, hatuwezi kuomba itupasavyo, lakini tuwaweza kuomba katika Roho Mtakatifu akachukua udhaifu wetu na tukaomba namna pendavyo. Mungu, tunaomba kwa namna hiyo tujisalimishe mbele zako, tukupe nafasi uwe Bwana katikati yetu, kuanzia fahamu zetu ziponye, tuweze kuelewa unachosema nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Zaburi ya 137 mstari wa kwanza mpaka wa 9 pamoja na Zaburi 50 mstari wa 16 na kwenda kipengele kingine kabisa, na hama kwenye kile tulikuwa nacho, mstari wa 16 mpaka wa 23. Naanza na Zaburi 137. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Inasema 137, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni, tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau. Ulimi wangu na ugandamane na kakaa la kinywa changu, nisipokukumbuka, nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. Mstari wa 7 ndio ulisema tutatilia maanani mpaka wa 9. Mstari wa 7 unasema, Bwana, wakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu, waliosema bomoweni, bomoweni hata msingini. Binti Babeli, uliye karibu na kuangamia, heri atakayekupatiliza ulivyotupatiliza sisi. Heri yeye atakayewakamata wadogo wako na kuwaseta juu ya mwamba. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nilisema leo tunataka kuomba Mungu atupe ushindi juu ya jambo ambalo limejieneza na kutengeneza mizizi ndani ya maisha ya waumini wengi, kushiriki dhambi za watu wengine, kumuunga mkono anayebomoa. Anabomoa mtu, wewe hauko kwenye ubomoaji, ila unakubaliana na ubomoaji unaoendelea. Haleluya. Sio wewe unayebomoa, lakini anayefanya ubomoaji unakuwa kama unamuunga mkono, unamkubalia, unampa ushirika. Biblia imeliita
kushiriki dhambi za watu wengine. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nirudi kwenye hii jambo. Mwandishi wa hii Zaburi hakujitambulisha, na kwa hiyo au mwandishi wa Zaburi mwenyewe aliyecompile Zaburi hakumtaja aliyeandika hii Zaburi, aliyetunga hii Zaburi ya 137. Kwa simjui. Nimejaribu kutafuta kwa maandishi mbalimbali ya wataalamu mbalimbali, pia kote nikosoma hakuna aliyemtaja aliandika Zaburi au aliyetunga Zaburi ya 137. Lakini mtunzi huyu inaonekana alitunga, ni miongoni kwanza mwa watu waliochukuliwa mateka katika kipindi Yuda walipopigwa na majeshi ya mfalme Nebukadreza wa Babeli. Kukatokea uhamisho, kitu ambacho Biblia inaita uhamisho wa Babeli. Na nyote mnafahamu kwamba Yuda ilitekwa baada ya mfalme wa Babeli Nebukadreza kuja na majeshi yake, kutuma majeshi yake chini ya Nebuzaradan mkuu wa majeshi, wakaupiga Yerusalemu, wakaipiga Yuda katika nyakati za unabii wa Yeremia, na Yuda yote ikaanguka, dola ya ufalme wa Yuda ukaanguka wote. Na mnafahamu kwamba miaka kama 200 awali ya hapo ufalme wa Israeli ulikuwa umeanguka. Israeli ya kaskazini ya kabila 10 ilikuwa imebaki Israeli ya kusini ya kabila 2, Yuda na Benyamini. Ilikuwa inaitwa ufalme wa Yuda, ikaanguka na yenyewe chini ya nguvu ya mfalme wa dola yenye nguvu wakati huo alikuwa anaitwa Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mfalme mkuu sana. Haleluya. Kwa sababu ya dhambi zao. Sasa wengi waliuawa, mji ulibomoka wote, lichomwa moto, hekalu lilivunjwa lote, aliyokuwa amejenga Sulemani huko nyuma lilivunjwa lote, na wengine wakachukuliwa mateka kwenda Babeli. Walipokuwa huko, ametumia neno kando ya mito ya Babeli. Mito ya upande ule, kulikuwa na mto unaitwa Haidekeli. Miaka hii nadhani wanauita Tigris. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa na mingine kama ipo sijui, najua ule kwa sababu ni mkubwa. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa wanasema wakiwa wamefika, wanapelekwa mateka, wamefika kando ya mto mmoja wapo au mito, wametumia neno mito ya Babeli, labda wanasubiri kuvushwa kwenye kambi ile, wameketi wanasubiri kuvushwa. Waliowateka wakaanza kuwadhihaki, wakaanza kuambia, mlipokuwa huko kwenu mlikuwa mnamwimbia huyo Mungu wenu ambaye ameshindwa kuwatetea kwenye hii vita. Haleluya. Hebu tuimbieni sasa baadhi ya zile nyimbo mlikuwa mnaimba. Tuimbieni zile nyimbo za Mungu wenu mlikuwa mnamwimbia huko. Sasa mwandishi anaandika katika lugha ya maombolezo. Anasema kando ya mito ya Babeli hapo tuliketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Na kilichotufanya tukumbuke zaidi na kutusononesha na kututia majonzi ni kwa sababu waliotuteka walitudhihaki, wakiwa wanatuambia kwamba tuimbieni. Natumia nguvu nyingi. Setting ya vyombo imekaaje leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakisema tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Haleluya. Baadhi ya nyimbo mlizokuwa mnaimba kwa huyo Mungu wenu. Asante. Tuimbieni baadhi ya nyimbo mlizokuwa mnaimba. Kasema jambo lile lituhuzunisha, tukaikumbuka Yerusalemu, tukaililia Yerusalemu, tukaiambia Yerusalemu, japokuwa hatuko Yerusalemu, Yerusalemu hatuwezi kukusahau. Haleluya. Hata kama makaka ya vinywa vyetu hatakauka, lakini hatuwezi kusahau Sayuni, hatuwezi kusahau Yerusalemu.
Sasa anachokisema ambacho ndicho ujumbe wangu wa maombi ya leo ni watu ambao hawakuwa sehemu ya hiyo vita, watu wanaoitwa Edom. Wakati Yerusalemu inavunjwa, wakati Yerusalemu inapigwa, watu wa Edom, Edom sio Babeli, haleluya, wala hawana chimbuko moja na Babeli. Edom ni watu ambao wana nchi ya Edom, ni wakazi wa nchi iliyokuwa inaitwa Edom, na nchi ya Edom ndiyo nchi iliyokuwa nchi ya Esau. Esau ndugu yake na Yakobo, yule pacha wake. Kwa ukisema wa Edom, kimsingi unazungumza uzao wa Esau. Haleluya. Hawa Waisraeli ni uzao wa Yakobo, wa Edom ni uzao wa Esau, halafu Esau na Yakobo ni mapacha. Kwa hiyo hawa ni ndugu na ndugu. Waisraeli na Waedomu ni ndugu kwa sababu machimbuko yao ni mapacha. Haleluya. Lakini Babeli ni watu wengine, ni Wakaldayo. Ni chimbuko la watu zamani waliwahi kujenga mnara, wanataka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wababeli hawa wamekuja kupiga Yerusalemu. Waedomu wanawaona ndugu zao wanapigwa, wanaona mji wa ndugu zao unabomolewa, wakaanza bomoeni, bomoeni. Yani wanawachochea morale wa Kaldayo wale, haleluya, au wa Babeli, wanatiwa morale na watu wa Edom kwamba wanachofanya ni kizuri, tena wafanye zaidi wanavyofanya. Bomoeni mpaka misingini, msibakize kitu. Yerusalemu inabomolewa, halafu wa Edom wanashangilia. Ndio nikapata kitu kinasema usiungane na wanaobomoa, usiwashabikie wanaobomoa kanisa. Nimemaliza kuzungumza misingi walioweka wazee, lakini kabla kusema misingi, kule nyuma nilikuwa nimesema baadhi ya vitu vimebomolewa ndani ya kanisa. Nitaja upendo, nitaja huduma, nitaja mambo mengi. Kama wale mnaoandika, mnazo kwenye notes zenu. Kama hamnaandiki, basi mrudi kwenye YouTube, msikilize vizuri, muandike upya. Jina la Yesu libarikiwe. Mambo yaliyojengwa na Mungu ndani ya kanisa, kuna watu wanayabomoa kwa kujua au kwa kutojua. Wengine kwa makusudi, kwa sababu ni waharibifu tu. Wengine ni wajumbe wa shetani, wengine tabia zao tu. Haleluya. Kwa hiyo hawabomoi makusudi, lakini wameshindwa kuacha tabia za asili. Wameshindwa kuwa watu wa rohoni, kutumia tabia zao za asili, wanazidi kubomoa yanayojengwa na Mungu ndani ya kanisa. Tunakwenda pamoja. Mwingine anaunga mkono. Haleluya. Kwa mfano, mtu akiwa anasema jambo ambalo muumini mwingine akilisikia litamvunja moyo, anaweza kaacha hata kanisa, na wewe unamsikia, umwambie unachofanya sicho, na wewe unaenda kuchochea yale mazungumzo. Haleluya. Ndio wale wanasema bomoeni. Haleluya. Mwingine akitenda dhambi ambayo inaweza kuliharibu kanisa, na wewe ukamwona dhambi yake ukamsaidia kuificha. Haleluya. Ukawa msiri wake. Haleluya. Ndo wale wamekaa kando wanasema bomoweni.
Wakaldayo wanabomoa, Waedomu wako kando wanasema tena hamjabomoa sawa sawa, bomoa mpaka misingini. Haleluya. Wakaldayo wanabomoa, halafu Waedomu wamekaa kando wanasema tena mbomoi vizuri. Anzia kwenye misingi, vunja mpaka hata jiwe lisibakie juu ya jiwe. Haleluya. Kwa sababu gani hawa wanasema, wanashabikia, wanasema bomoeni? Labda kuna jambo walikwazana. Unajua wale walikuwa nakuwa na vita. Unajua Esau, unabii wa baba yao ulimwambia atamtumikia Yakobo. Haleluya. Esau baba alisema wewe utamtumikia ndugu yako, na kitakachokuwa kinakuokoa ni upanga wako. Kwa upanga wako utavunja kongwa kwenye shingo yako. Haleluya, utavunja kongwa lake kwenye shingo yako. Kulikuwa na aina fulani hivi ya kutokupatana, japo ni ndugu. Haleluya. Wanaona huyu anapigwa, anashangilia, tena anachochea, anatuma na jumbe za pongezi, endeleeni kubomoa, bomoa zaidi, vunja mpaka kwenye misingi, vunja 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 vunja. Haleluya. Sasa hawa watu kule Babeli, mateka hawa, wanasema Yerusalemu hatutakusahau. Lakini wanasema Mungu usimsahau Edomu, naye aliyeshangilia akisema bomoeni. Haleluya. Usimwache huyu. Katika maombolezo yao wanamwambia Mungu amwangamize. Sikiza wanachosema mstari wa 8. Wanasema binti Babeli, uliyekanua kuangamia, heri atakaye kupatiliza. Jina la Yesu libarikiwe. Mstari wa 7 anasema Bwana wakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu, kwa sababu walisema bomoeni bomoeni hata misingini. Mungu wakumbuke, wakumbukie jambo hilo walilolifanya, kushangilia tukiwa tunaumia. Kuna watu wanashangilia kanisa likiwa linapoteza, kanisa likiwa linaharibika. Wao wanapata stori za kuongea, badala ya kulia wanaona kama mambo ya kuongea. Wakiona mtu mmoja kuna jambo aliendi vizuri, wamepata stori, wamepata sababu hata kukumbukia udhaifu wake. Tulijua tu atafika mwisho. Ni mtu ameokoka, anaona mwingine mwenzake, mtu wa Mungu, anapata shida, anasema tulijua. Tena iendelee hiyo. Wakasema Mungu hili ulikumbuke, hawa usiwaache. Sio kwa sababu ndio waliobomoa. Wanamwambia Mungu hawa usiwaache, hawa uwapatilize. Lakini sio waliobomoa. Wanaingia kwenye adhabu ya kupigwa na Mungu, si kwa sababu ndio waliobomoa, ila kwa sababu walimuunga mkono aliyebomoa, walimchochea aliyebomoa, walishangilia anguko la huyu. Haleluya. Wakasema waunganishe wote. Babeli, binti Babeli aangamie na apatilizwe. Haleluya. Wadogo wake, yani watoto wake, wakamatwe na wawasete juu ya mambo. Huku anasema na huyu na Edom pia naye asisahauliwe kwenye jambo hilo, naye apigwe pamoja tu na Babeli. Aliyebomoa apigwe kipigo kile kile kinafanana na yule ambaye alishangilia ubomoaji. Wote wapigwe sawa. Aliyeshangilia kubomolewa kwa Yerusalemu na aliyebomoa Yerusalemu, wote wapigwe sawa sawa. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo ni hatari, nimefundisha sana, nimesema mambo mengi yamebomoka kwenye kanisa, mengine nimetaja mifano yake. Mwisho nikarudi kuambia hebu turudi kwenye misingi. Kitu cha kwanza kinachofanya ubomoaji wa mwepesi
ni kupoteza misingi. Haleluya. Kataja misingi kadha wa kadha ambayo nimeirudia leo, baadhi sina hakika kama nimekumbuka yote, lakini moja hapo ambao Roho Mtakatifu tukiwa tunaomba Mungu akausema waziwazi ni kuacha nafasi ya Roho Mtakatifu. Mungu alisema wazi, akasema ndivyo kanisa lilivyoanza kubomoka. Na yote mnayoona yamekuja kama mbadala, kwa sababu kilichokuwepo kiliondolewa. Watu walipokosa njiwa walikula mavi ya njiwa. Sasa watu wameshakosa njiwa, wanakula mavi ya njiwa. Haleluya, 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 haleluya. Kwa wakasema bomoweni, na akasema wapige wote pamoja. Kwa hiyo vitu vinapobomoka, vingine vinabomolewa na maadui wa nje, vingine vinabomolewa ndani ya mifumo. Tunapoteza neema ya Mungu, tunapoteza nguvu za Mungu, tunapoteza ushirika na Mungu, tunapoteza maarifa ya Mungu, tunapoteza neno la Mungu, tunaanza kuleta vitu vya mbadala wake. Vinajijenga kwenye mfumo ndani ya kanisa, lakini si vya kimungu. Vina mbadala fulani, vinataja Yesu, lakini ukiviangalia ndani wala sio vya Yesu. Vinataja Roho Mtakatifu, lakini ukiviangalia ndani wala sio vya Roho Mtakatifu. Jina la Yesu na libarikiwe. Haleluya, haleluya. Vinajaribu kujengwa kwa sababu halisia vimebomolewa. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikasema watu wanataka kushinda vita kwa maneno, wakati Biblia imesema watu walishinda vita kwa neno. Haleluya. Walikutana vita ikawa kali, wakakaa siku 7, hakuna maji, hakuna nini, farasi wananyongonyea, maaskari wananyongonyea. Mmoja kauliza hivi, kwanza mmoja akasema hivi, Mungu ameruhusu tu wafalme wote watatu tuzingirwe tuwawe kwenye hii vita? Mwingine akasema hapana, kwani hakuna mtu mwenye neno la Bwana atuambie Bwana anasemaje kwenye hii vita? Mmoja akasema yuko Elisha mwana wa Shafati, ambaye alikuwa akimimina maji juu ya mikono ya Elia. Yule bwana aliyeomba neno la Bwana akasema huyu neno la Bwana analo, mwite. Waliomba neno la Mungu liwaongoze namna ya kushinda vita. Hawakuomba maneno. Haleluya. Siku hizi hatuombi, lakini tuna vita. Nataka tushinde kwa maneno. Hatuombi, lakini tuna upinzani. Nataka tukabili upinzani kwa maneno. Hatuombi, lakini tuna msongamano wa mambo mengi yanayohitaji neema ya Mungu. Tunataka tu neema ijilete. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo walishinda kwa neno wala si kwa maneno. Na miaka hii tunataka kushinda kwa maneno. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Zaburi 50 inazungumza jambo kama hilo, au ni ufafanuzi wa zaidi, wa wazi zaidi juu ya hilo, kushiriki dhambi ya mtu mwingine. Haleluya. Kwa sehemu ya dhambi ya mtu mwingine, kukubali kuwa mshirika wa dhambi ya mtu mwingine, kukubali kuwa mbia wa dhambi ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kukubali kuwa mbia wa dhambi ya mtu mwingine. Sikiliza, huyu mwandishi wa hii Zaburi anaitwa Asaf. Ni mmoja wa waimbaji waliokuwepo wakati wa mfalme Daudi. Daudi katika nyakati zake alitengeneza praise team. Siku hizi tunaita praise and worship team. Daudi alitengeneza praise and worship team enzi za ufalme wake.
watu maalum wa kusimama kuimba madhabahuni mbele za Bwana, na wote walitoka ndani ya kabila ya Walawi, walikuwa ni Walawi. Baadhi ya viongozi wa hizo timu, mmoja wapo alikuwa anaitwa Asaf. Asaf alikuwa mwimbaji na ndiye alikuwa akiongoza uimbaji, na watoto wake pia ndio walioimba siku ile Sulemana anazindua hekalu, mpaka utukufu wa Bwana ukajaza nyumba, makuhani wakashindwa kufanya kazi. Walikuwa ni wana wa Asafu wakiimba, na mtu mmoja alikuwa anaitwa Yeduthuni, wote Walawi. Waliimba, Mungu akashuka. Haleluya! Wanakaa mbele za Bwana, wanakaa mbele za Bwana, wanajua wanahitaji kuimba mbele za Bwana, kwa wanakaa mbele za Bwana na Mungu anaonekana wanapoimba. Kwa Asafu, katika neema yake ya kuimba, ndiye aliandika zaburi hii ya 50. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Mstari wa 16, nataka kuwasaidia wengi wakisoma zaburi tu anawahi. Daudi hapa anasema, sio zaburi zote ni Daudi. Yaani mtu akishasoma zaburi tu anasema Daudi anasema hapa. Sio Daudi. Ujiridhishe kwamba hiyo zaburi unayoisoma ni kweli ni Daudi, ndio useme Daudi anasema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kwa hapa Asafu anasema, bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Kwa nini? Mstari wa 18, ulipomwona mwivi manake mwizi kwa Kiswahili chetu cha sasa. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye. Huyu jamaa sio mwizi, ila wezi anatunzia siri. Wanaweza hata wakaiba wakatunza mzigo nyumbani kwake, nitunzia, akatunza kweli. Mali ya wizi nitaijia kesho kutu, na anajua imeibiwa. Haleluya. Mwizi anaweza kaiba, alafu anatafuta soko akamsaidia kutafuta wateja. Anatafuta soko ya kitu ameiba, alafu huyo anamsaidia kutafuta nini? Wateja. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Zamani, enzi za barua, watu walikuwa wakifanya miadi ya kufanya mapenzi na uzinzi wa barua. Sasa mtoto mmoja anakuwa ndio posta. Huyu akitaka kumwandikia msichana na kapa katoto kanampelekea. Sio kenyewe kana mpenzi, ila kenyewe kapeleka barua. Na yule akitaka kumjibu anaandika tena, anakapa kanapeleka kwa huyu. Sasa hawa kizini kenyewe hakajazini, lakini kameshiriki. Kuna watu wana vitu vya namna hiyo kwenye kanisa. Tunaelewa vizuri. Kizazi hiki hakijui hayo. Enzi hizo yalikuwepo, zilikuwa ni barua kwa barua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema wewe ulipomwona mwivi ukawa radhi naye. Unajua kabisa huyu jamaa anaiba, unajua kabisa huyu jamaa anafanya jambo fulani. Tupo naye kwenye huduma, tupo naye kwenye kanisa, tunasali wote, lakini unatunza tu. Wewe na yeye ni sawa. Sikiliza, ulipomwona mwivi ukawa radhi naye, ukashirikiana na wazinzi. Huyu jamaa sio mzinzi, ila anashirikiana na, anafanyaje? Ndio wale wapeleka barua. Haleluya. Sasa sio barua, lakini kuna namna tu watu wanajua siri za wengine, wanawatunzia, wengine wanatengeneza udarari wa hapo katikati. Haleluya. Wanajua wanavyofanya.
Anasema ukashirikiana, sio ukazini. Umeelewa hilo neno? Sio wewe ukazini, ila wewe ukashirikiana na wazinzi, watengenezea mazingira. Haleluya. Labda ulihitaji hata fedha kulipia guest house, ukachangia kidogo, katunza siri hii. Msiwaambie wazee wa kanisa, ndiyo sitasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani sio kweli? Mimi nimekuwa mchungaji bwana. Kuna watu wanaweza kuraise issue. Kuna 1 2 3 4, 1 2 3. Sasa mimi sijaipata vizuri. Nikiibua hii kitu sijapata sawa sawa. Nikaonekana ni mtu akakana na alafu akawa mkali, itaonekana mimi mzushi, japo kwa inawezekana ametenda, lakini sasa lazima mimi niwe na hoja inaokamatika. Naambia sasa uniambie, hebu siku nikiibua wewe uwepo unisaidie kusimamia hii kitu. Nionekane mimi ndio nimesema. Sasa wewe unashirikiana tu. Wewe mmeshirikiana. Kama kweli unachukia dhambi, unaogopaje kukemea? Mbona nakwambia njoo tukemee, unasema nisionekane ni mimi? Unachukia dhambi wewe? Wewe unaipenda tu. Jina la Yesu libarikiwe. Ungekuna chuki, ungesema mchungaji, tutasimama wote na mimi nitakemea. Haleluya. Wewe unaipenda bwana, ndio maana unaificha, unaitunzia siri. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unaipenda. Usidanganye, unaipenda. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Wakasema wewe unashirikiana na wazinzi. Umetupa nyuma yako maneno ya Mungu. Kwa njia gani? Kwa kushirikiana na wazinzi. Wewe huzini lakini unashirikiana nao. Wewe huibi, unashirikiana na wezi. Haleluya. Ndicho kinachoitwa kushiriki dhambi ya watu wengine. Paulo anamwambia Timotheo, usiwekee mkono mtu haraka, wala usishiriki dhambi za watu wengine. Usiwekee mtu mkono mapema, wala usishiriki dhambi za watu wengine. Kwa sababu dhambi za watu wengine zinawatangulia, zinatembea mbele yao. Endelea kusema mstari 19, umekiachia kinywa chako kinene mabaya, ulimi wako watunga hila, umekaa na kumsengenya ndugu yako, na mwana wa mama yako umemsingizia. Haleluya. Ndivyo ulivyofanya nami nikanyamaza, ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe. Yaani unapofanya hayo, nisije nikaonekana ni mimi, na mambo mengine yanafanana na hayo. Mungu anasema ukadhani ya kwamba Mungu naye ni kama wewe. Kumbe Mungu na wewe sio sawa. Hamko sawa. Mungu ni mwingine na wewe ni mtu mwingine. Kadhani kwamba mimi ni kama wewe. Mungu anasema sasa kwa kinywa cha Asafu mwimbaji, lakini inaonekana alikuwa anazungumza maneno haya kinabii. Alikuwa katika roho akiwa anasema haya. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kama nabii anavyotoa unabii. Akasema, lakini nitakukemea, nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Sasa fikiri mtu ameshiriki tu kusaidia kutengeneza mazingira, kufichia na mambo kama hayo. Sio yeye aliyekuwa anafanya. Halafu mambo hayo yanakuja kupangwa siku moja mbele zake kama mhusika.
yeye ndiye alifanya hayo, yanakuja kupangwa mbele yake. Kwa kanisa, tunaposema tunajenga yaliyobomoka, hatuwezi kuongelea kujenga bila kuongelea ubomoaji, na hatuwezi kuongelea ubomoaji bila kuongelea wabomoaji. Haleluya. Mara nyingi kanisa likimwacha Roho Mtakatifu, mwamini akishapoteza nguvu ya Roho Mtakatifu na uwepo wa Roho Mtakatifu, mwamini mwenyewe anaweza kuwa mbomoaji. Na makanisa mengi, usifikiri hata walioharibu misingi ya wale wa kwanza walikuwa ni watu wa nje. Misingi iliharibiwa na watu waliokuwa katika kanisa. Haleluya. Na misingi mbadala ilijengwa na watu waliokuwa kwenye kanisa. Mpaka leo misingi na mambo mengi ya kimungu yaliyojengwa na Mungu ndani ya kanisa yanabomolewa kwa sehemu kubwa na waliomo ndani ya kanisa. Kuna wakati Yesu akiwa anawazungumza wale wenye imani ile iliyokuwepo, ile ya Agano la Kale, watakaposhindwa kuielewa imani ya Agano Jipya, wataanza kuwaua wale wanaohubiri imani ya Agano Jipya. Lakini namna wakiwaua, hawatakuwa wanauaua kama maadui au kama watu ambao ni waovu. Watakuwa katika dhana ya kujua wanasafisha. Sasa siwezi kuita injili kwa sababu Agano la Kale sio, hawaiti injili. Haleluya. Wanasafisha Torati, wanamtetea Mungu, si ndio? Wanatetea imani ya kweli. Katika kutetea imani ya kweli, wanaua watu wa imani ya kweli. Yesu akasema itafikia wakati ambapo watakawaua ninyi watakuwa wanadhani wanamtumikia Mungu. Haleluya. Na watu wengi wa kanisa hubomoa kanisa katika dhana ya kumtumikia Mungu. Tunakwenda pamoja. Niwahi kuwasikia mara kadhaa, wala sio mara moja, ninyi mmeshawasikia. Mtu mmoja anasema, mimi shughuli yangu ni kurarua Bwana. Wacha nirarue, tuachie wajengaji watashona huko mbele. Unajua, sisi watu wanakopi maneno, si wanatoa kwenye Biblia gani? Katika huduma 5 hakuna huduma inayoitwa kurarua. Hapa alishaisoma. Mungu akaweka wa kwanza mitume, wa pili sio watu gani, watatu wararuaji. Haleluya. Mimi shughuli yangu ni kusema ukweli. Hicho anachokiita ukweli ni kurarua, ni kuharibu zaidi, ni kuumiza. Yeye anakiita ukweli, lakini ukisikiliza hakuna neema ndani yake. Haleluya. Anakiita ukweli, lakini hakuna neema. Kimewacha kanisa limesambaratika, ila anakiita ukweli, ila kimesambaratisha kanisa. Alafu neno la kufungia nasema, mimi nimemaliza ya kwangu, mchungaji sasa aendelee na Yesu alitupanga hivyo kwamba mmoja wanararua, mwingine anashona. Bwana Yesu sasa. Yesu aliweka huduma 5, moja irarue, nyingine ishone. Moja tawanye, nyingine kusanye. Hiyo ni Biblia ya wapi? Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uharibifu mwingi unafanyika kwa jina la wivu wa Bwana. Unaelewa vizuri?
Mimi haya maneno nazungumza tangu tarehe ile tumeanza maombi mpaka leo. Wale ambao tumekuwa pamoja kila siku wanaweza kukubali kwamba nazungumza haya kwa wivu wa Bwana. Nazungumza kwa maumivu mengi moyoni. Kuna kitu Mungu ametia kwenye moyo wangu, kina mzigo mkubwa ndani yangu. Nazungumza mambo haya katika hali ya mzigo. Haleluya. Kuna tofauti kati ya kukemea kwenye neema na kukemea kukavu kusiko na neema. Tuko pamoja? Kuna tofauti kati ya kuonya kwenye neema ya Mungu na kuonya kukavu kusiko na neema ya Mungu. Haleluya. Si swala ya kuongea. Tafuta kwanza neema ya Mungu. Taka kuonya kanisa lijengwe, ingize watu kwenye toba, liingize watu kwenye mgeuko. Tafuta neema. Haleluya. Usiige. Usikia mwingine anakemea hivyo na unaruka hivyo hivyo. Hujui alikuwa kwenye neema gani? Jina la Yesu libarikiwe. Neno lile lile laweza kuponya, neno lile lile laweza kuua. Tamko hilo hilo la neno hilo hilo laweza kuponya, laweza kuingiza watu kwenye toba, lakini tamko hilo hilo pia laweza kuua watu. Tofauti nini? Neema. Jina la Yesu libarikiwe. Neema. Yesu alipiga watu na kutawanya fedha zao. Unafikiri isingekuwa ni katika neema, vita ya pale unafikiri ingekuwa ndogo? Lakini watu wazima na biashara zao walikimbia, na hakuna aliyeinua fujo, hata huyu. Neema. Lakini nenda ufanye kitu hicho hicho bila neema, uone kitakachopata. Umeelewa vizuri? Nenda wewe pindua meza za watu, halafu huna neema, uone. Waulize wana wa Sikewa. Kwa jina hilo hilo la Yesu mapepo yanakimbia, lakini kwa jina hilo hilo la Yesu mapepo yalivua watu nguo. Jina la Yesu libarikiwe. Mapepo yalipiga watu na akavua watu nguo, wakakimbia uchi. Tofauti nini? Neema. Bila neema. Jina la Yesu libarikiwe. Wengine panda hiyo moto, anaweza kudhani anachofanya mchungaji anakosea, akazunguka naambia washirika mchungaji anakosea 1 2 3. Kile kitendo tu cha kuambia washirika mchungaji anakosea 1 2 3 tayari unabomoa kanisa. Hujui kwamba huyo ndio mchungaji wao, unaenda kumkosoa kwao. Unafikiri kinachotokea nini? Si ubomoaji? Si unabomoa? Unafikiri wale unawaambia maneno hayo juu ya mchungaji wao, unafikiri unawaacha salama? Unawaambia hivyo ili baada ya hapo wachungwe na nani? Maana yake si waanze kuishi bila mchungaji, japo kwa nasali hapo. Niliwatafsiria tofauti ya kuwa na mchungaji na kutokuwa na mchungaji. Haimaanishi kuhama kanisa. Mtu anaweza kuwa kanisa, ndani ya kanisa, lakini ana namna maisha ameshajivua kava ya mchungaji. Wale watu unawaumiza kwa sababu unawaondolea mchungaji kwenye maisha yao. Tuko pamoja? Hujengi, wewe umebomoa kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Wewe umebomoa kanisa. Kwa Yesu alipatia
aliposema kuna watu watakuwa wanawaua wakidhani kwamba kwa njia hiyo ndo wanamtumikia Mungu. Wengi wanabomoa kanisa katika namna ambayo si kwa kukusudia, ila katika namna ambayo wamejifunza na kuelewa vibaya hicho wanachokifanya. Hicho wanachokifanya wamekipa tafsiri mbaya, halafu wanaua kanisa. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Naomba sasa tuombe jioni ya leo. Tuombe, tumwambie Mungu atusaidie na tudhamirie maishani mwetu. Epuka kuungana na anayebomoa. Epuka kushiriki ubomoaji. Kazi za ubomoaji nishazifafanua, mnazijua tayari. Epuka kushiriki ubomoaji kwa kuungana na anayebomoa. Tusimame. Hapa panahitaji hekima ya Mungu. Panahitaji akili na ufahamu. Panahitaji kujitambua na kujipambanua. Nimeokoka. Kuna wakati nimekuwa nikiangalia watu wakifanya vitu na husema Yesu, hivi watu wanaokokaje? Wokovu nao ujua, mbona sio huu? Kuna mambo naona watu wanaishi, staili wanazoona watu wanaishi, namna watu wanavyofanya mambo, wengine katika jamii ya watumishi kabisa tunaotumika nao kwenye utumishi huu wetu, ndani ya mwili wa Kristo, ndani ya mji, ndani ya nchi. Nawaona watumishi mbalimbali, naona waumini wengine tunakutana nao, wengine na wachunga, wengine wanaona kwenye makanisa mengine. Nasema Yesu, mbona wokovu nao ujua sio huu? Hawa wanajua wokovu gani? Nasema Yesu, wengine wanaokokaje? Wengine wanaokoka namna gani? Mbona mimi sielewi namna watu wanavyookoka? Mbona kuna namna nyingine watu wanaokoka mimi siifahamu? Watu wanakuwa na wokovu ambao siuelewi ndio wokovu gani huu? Mungu wa mbingu na nchi atusaidie kujipambanua. Wakibomoa tusiungane kubomoa. Inua mikono yako mbele za Bwana. Jihudhurishe mbele za Bwana katika akili na ufahamu timamu. Umwambie Yesu, sema Yesu, Yesu, natamani kuokoka. Natamani kuokoka ule wokovu uliouanzisha, ule wokovu uliouacha. Natamani kuokoka ule wokovu uliwaachia mitume, ule wokovu uliwaachia manabii wa kwanza, ambao juu yao tumejengwa juu ya misingi yao. Natamani kuokoka ule wokovu, maana sasa dunia imeingiza wokovu mwingine. Mifumo ya dunia imeleta kanisani wokovu mwingine. Watu wana aina mbalimbali za kuokoka, wana namna nyingi za kuokoka, na mwingi umeharibu kanisa, mwingi umelivunja kanisa, mwingi umelibomoa kanisa. Na mimi leo naingia kupatazama mahali palipobomoka, kutazama mahali palipoanguka, ili kuinua ukuta tena, ili kulitengeneza boma. Ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba katika jina la Yesu, unisaidie Bwana, unisaidie Bwana, niurudie ule wokovu uliouanzisha Yesu, ule wokovu uliowafundisha mitume nao wakatufundisha huo. Naomba ule wokovu ndio niokoke Bwana, ndio niishi nao, ndio nitembee nao, ndio nikae ndani yake, katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie, naomba unisaidie. Umetufunulia ya kwamba mambo yaliharibika Roho Mtakatifu alipoachwa, na mimi najitambua maeneo niliyomwacha Roho Mtakatifu. Najitambua maeneo ambayo nahitaji kurudi tena, nahitaji kurudi tena, nahitaji kurudi katika Roho. Nisaidie Bwana, niwezeshe Bwana, nipe neema Bwana, nipe neema Bwana. Nahitaji kurudi rohoni, nahitaji kuwa mtu wa rohoni siku hii ya leo, siku hii ya leo. Naomba nisaidie niondokane na tabia ya asili. Mara nyingi nimeendeshwa kwa tabia ya asili, nimeishi ndani ya wokovu kwa kanuni za tabia ya asili. Mambo yako sikuyaelewa, sikuyafahamu, mengine nikaweka nyuma yangu, nikaona upuzi. Lakini siku ya leo Bwana, narejea leo, narejea leo. Naomba msaada wa Roho Mtakatifu kunivuvia tena, kunivuvia tena, kuniongoza tena, kunifundisha tena, kunitengeneza tena katika jina la Yesu. Nahitaji matengenezo, najiweka wazi kwa ajili ya matengenezo. Nafungua maisha yangu kwa ajili ya matengenezo. Niko tayari Bwana kwa ajili ya matengenezo. Wakati mwingine kwa kudhani nafanya kazi ya Mungu, nimeharibu kazi ya Mungu kwa sababu ya kutokuelewa namna inipasayo. Nimefanya mambo ambayo yameua, yameumiza kanisa, yameumiza mwili wa Kristo, yameathiri maendeleo ya kanisa. Ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba katika jina la Yesu, unisaidie leo na unisamehe katika jina la Yesu. Nataka kuanza tena, nataka kuanza tena, nataka kuanza tena, nataka kuanza tena. Roho Mtakatifu, nisaidie, nisaidie. Wakati mwingine nimeona maovu, nimeona maovu nikashirikiana na walioyatenda. Baba, naomba katika jina la Yesu unisaidie, uniponye, na ninatubu dhambi ya kushiriki dhambi za watu wengine. Nisamehe Bwana, nioshe Mungu wangu kwa damu ya Yesu. Uniponye na dhambi ya kushiriki dhambi za watu wengine katika jina la Yesu. Wakati mwingine nimekuwa radhi na dhambi za watu wengine, nimekuwa radhi na tabia zinazobomoa walizo nazo wengine. Ninaomba Bwana unisaidie na unirehemu leo. Naanza upya tena, naanza maisha mapya katika jina la Yesu. Naanza maisha mapya katika jina la Yesu. Sitaki niadhibiwe pamoja na waovu, sitaki nihukumiwe katika dhambi za watu wengine katika jina la Yesu. Sitaki niadhibiwe ndani ya dhambi za watu wengine na ndani ya hukumu za makosa ya watu wengine katika jina la Yesu. Nipe neema leo, nipe neema leo, nipe neema leo. Nakuja mbele zako, nakuja mbele zako. Endelea kuomba sasa, endelea kuomba, endelea kwenda mbele za Bwana, endelea kwenda mbele za Bwana katika jina la Yesu. Yamashakayaba yamashakaraboseke yamashapokoriabagasaka yamashapokoriabagasata yamashapokoriabagasaka. Baba, takasa kanisa. Baba, tia ujasiri, tengeneza kanisa Bwana. Napokwenda kwenye ujenzi Baba, tunaona wabomoaji, tunaona kazi inavyobomoka, tunaona mbinu zinazotumika kubomoa. Baba Mtakatifu, tunajitenga nazo katika jina la Yesu. Tunajitenga nazo, tunaachana nazo katika jina la Yesu. Nafanya maamuzi ya kujipambanua na kusimama kwa ujasiri, ili tusiambatane na mbinu ambazo shetani amezipenyeza ndani ya kanisa, ambazo inasababisha kanisa linabomolewa na waliopaswa kulijenga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, yamashakaraboseke yamatakaraboseke yamashapoko yabagasaka
Yamatakaraboko yabagasiki. Yamashapoko yabagasiki. Yamashapoko yabagasiki. Yamandaraboko yabagasaka. Roho Mtakatifu lisaidie kanisa. Roho wa neema lisaidie kanisa. Roho wa neema msaidie moja moja. Roho wa neema mtie nguvu moja moja. Roho Mtakatifu fanya matengenezo ndani ya moja moja. Katika jina la Yesu. Unaweza kujinulia watu uliowatakasa, watu uliowaosha, watu uliowatengeneza katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Yamashakaraboseke. Yamashakarabosaka. Yamashapoko yabagaseke. Yamashapoko yabagasata. Yamashakaraboko yabagaseke. Yamataraboko yabagaseke. Yemondore yabazandarabosaka. Yamashakarabotaka. Dhambi za watu wengine, dhambi za watu wengine zimekuwa mzigo juu ya watu ambao wangekuwa wasafi na watakatifu, wangekuwa hawana hatia, wamejizuia wenyewe, lakini kwenye dhambi za wengine wakanaswa huko. Ninaomba Bwana, neema ya Yesu ilisaidie kanisa. Neema ya Bwana Yesu ilisaidie kanisa katika jina lako Yesu. Yamashakaraboseke. Yamashakaraboko yabagaseke. Yamataraboko yabagaseka. Yamashapoko yabagaseke. Yamashapoko yabagaseka. Yamandaraboko yabagasete. Yamashapoko yabagaseka. Yamashapoko yabagaseke. Yamataraboko yabagaseke. Yamashapoko yabagasaka. Yamashapoko yabagasete. Yandaraboko yabagasete reboseke. Yamashakore yabagaseke. Yamatakaraboko yabagasete. Yamashapoko yabagaseka. Yamashapoko yabagasaka. Yamashakore yabagasata. Yindaraboko yabagasata. Yamataraboko yabagaseke. Yenderekore yabagaseta raboseke. Yamashakore yabagateka seke. Baba Mtakatifu, tunakubaliana neno lako. Tunakubaliana neno lako Bwana, katika jina la Yesu. Neno ambalo Bwana linatuonya Bwana, neno ambalo Bwana linatutengeneza, tunakubaliana nalo Bwana, tunakubaliana nalo Bwana, tunajiweka tayari kwa ajili ya matengenezo. Nami nalihudhurisha kanisa lote mbele zako Bwana. Tembea ndani ya kanisa, tembea ndani ya kanisa kwa ajili ya matengenezo, ili kwa pamoja tujenge mahali palipobomoka, mahali palipokuwa ukiwa, mahali palipoachwa ukiwa, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Yamashakarabo. Yamashakarabo seke. Yamataraboko yabagasete. Yamashakarabo seka. Yamashapoko yabagasete. Yamashapoko yabagasete. Yamashapoko yabagasete. Yamashapoko yabagasata. Yamandaraboko yabagasete. Yendereboko shapoko yabagasaka. Yandaraboko yabagasete. Yentereboko yabagasata raboseke. Karaboshe poko yabagasaka. Yamandaraboko yabagaseke. Yandaraboko yabagasaka. Baba Mtakatifu, lijenge Bwana, lijenge tena kanisa, lijenge kanisa lako, rejeshe mahali pake, rejeshe katika nguvu zake, rejeshe katika utakaso wake, rejeshe katika utakatifu.